Maisha, maisha. Vipi tena na leo umekuja kazini wakati nilishakwambia kwamba nikitoka kazini ndo tunaonana. Imekuwaje tena na leo hapo umekuja? Tatizo ukiwa kazini unakuwa busy mno. Yaani hata muda wa kujibu message zangu huna. Wewe tena ndo unaongea maneno haya. Ndio kipenzi changu, sio unajua bisa nakupenda. Yaani sina amani. Sina amani hata kidogo. Nilipokuwa sina kazi, ulisema nashinda vijiweni. Nitafute kazi ili nikuhudumie. Leo nimepata kazi tena unasema na kwa busy sana sikuzingatia. Kweli rafiki yangu tutafika kwa staili hiyo? Sawa. Siku zote mtu anayokupenda awe busy na kazi kipenzi. Kwa nifanye kipi sasa hapa? No, kuna muda wa kazi, kuna muda wa kumtafuta mpenzi wako. Sasa unajisi vipi kama nina mpenzi? Ili hali ukiwa kazini unakuwa busy. My love, sio hivyo basi. Yaani mimi sijiamini kabisa nikiwa mbali na wewe. Sina imani. Shau kuchiti? Unajuaje? Kwa inamaanisha uniamini? No, nakuamini lakini sina imani kwa sababu unakuwa busy. Sometimes najaliwa na wateja babe, sio kama na sipendi kukutafuta lakini inanibidi muda mwingine. Okay, sawa. I'm sorry. Ushanikera. Kwa sababu kila anachokifanya wewe unaona kama mimi sifanyi siji. Yaani mimi navurugwa bwana. Na mimi sometimes na bibi basi kuna muda unanibembeleza, unanifariji lakini muda wote unakupona mimi nachoka. Basi kipenzi changu. Una lolote umenimisi tu hata kudeka. Hebu niangalie. Niangalie basi na wewe. Kumisi nimekumisi wewe. Sasa useme tu. Wewe kuna muda unanikera. Hey. Basi nisamee. Sitorudia tena wallahi. Apia. Wallahi vile. Kweli? Anicho. Mjomba. Niambie. Naona ushakuwa mwenyeji sasa. Nishakuwa kama mwenyeji hapa kama mji tena natembea na angalia mazingira. Vipi lakini nyumbani hawajambo? Tunamshukuru Mungu bwana. Mbona hujarudi tena? Nimebana kidogo, mambo yamekuwa mengi ila nilipanga siku 2-3 hizi nije huko. Mambo yamekuwa mengi, kwani umepata kazi? Kwa kazi bado kule sio. Sasa mambo mengi ya nini bwana? Wewe njoo pale jipendekeze unaweza ukajikuta umeokota siku. Usife na tai shingoni ukajifanya wewe mzungu na kufa na katai shingoni. Sawa mjomba? Sawa mjomba. Kwa hiyo hebu shika kwanza ukapate jirani bwana chochote. Kasura kanaongea yako. Inaonekana toka asubuhi empty. Si ndio? Sio mwe, yani sura ya furaha inaongea, sura ya huzuni inaongea, sura ya kilio inaongea, sura ya njaa inaonekana. Kama hata hiyo. Usione aibu. Shukrani mjomba. Haya basi baadaye bwana. Mimi nazunguka nishakuwa mwenyeji huko sio mbaya. Ndio kama mjomba bwana. Kula mjomba. Yaani hakuna kashida hapa tena kwenye kula alafu sikusiniimize. Utangoa jino mjomba? Hapana. Haya mambo tushazoea. Mimi nafunguaga pombe ile ya mnazi. Mnazi si unaujua? Naujua. Mnazi unafungua alafu unakimbia kama umetegesha bomo hivi. Unasikia? Kama mjomba bwana. Huku naona ugali huku nitausikia kwenye karedio. Wiki ngapi tunakula hivi tu vitamu mara ka chipsi. Mara kuku. Hivi ndio vyakula vya Dar es Salaam. Yaani ukija Dar es Salaam kama hivi lazima
upendeze. Sasa unakula magimbi au unakula si miogo unashindia haiwezekani. Hata kakuku ndio maana ukiwa kule mkoani wanasema mwanamume kadako. Nataka mjomba wangu kae hapa. Kijijini kule usirudi tena. Mimi sirudi kule. Kule waje kunitoa na gereda hapa. Lakini kwa akili yangu timamu bila kushawishiwa na mtu sirudi kule. Kule sirudi. Hapa nakula vinono. Nakula vinono. Kama leo hivi muona. Badala ya kula mbege au nini napiga sasa vya kizungu vya Kiingereza vilivyopanda ndege. Nakumbukia enzi hizo. Hizo. Maisha bwana ni mazuri sana ukiwa na kahera. Na maisha unaweza ukajichukia mpaka ukawachukia hadi ndugu zako kama huna kahera. Kweli mjomba. Alipokosea mzungu, unajua kuna kila binadamu ana tiki lake na kosa lake. Alipokosea mzungu kwenye hii bia hizi kasukari. Kasukari. Zile za kwetu zile unaweka na sukari kidogo nini unaweka unakunywa unakuja kustukia tu uko kitandani umelala. Umefika fikaje ujui. Sasa mjomba zile za kwenu zile mbaya. Zile kina kama machema. Hizi ndio mbaya chungu. Sasa yale machema chicha nini yale? Mure ukitaka kwanza unakuta kuna enzi kidogo, nyuki kidogo mnachangia na viumbe vingine. Lakini hapa unakunywa peke yako. Mjomba mtu wa drama sana. Alafu mjomba. Yule ndugu yako yule mwenye madevu yule unamfahamu yule? Yupi mjomba? Kale miaka ulikuwa unaishi nako huko wapi kule? Kebamba hivi. Wewe kwa nini kwa kebamba nako kule? Bosam, karibu bwana nikusaidie nini? Asante. Sasa hapo hebu nisaidie ka juice. Juice gani nikupe? Wewe ni getu yoyote. Yote? Ya kuchanganya. Unajua mabosi nyamnaga mambo mengi. Na ile jua linawaka, ngoja nikutafutie. Unajua mabosi bwana nini? Ampendaji mambo mengi. Ngoja nikupe ka uchachue kamwili. Najua linavyoaka ile bosi wangu. Ukipiga hiyo, kwa strong. Alikuwa kakija bana kameniletea 500 ya ugoro mara buku. Yule kama shombe shombe. Shombe wapi yule? Maisha yamemchaka yule shombe ndio. Wewe kweli waitwa mashombe na kale kanatoka. Si yule mwenye midevu hivi? Yule kama shombe hivi ndio. Shombe litoke wapi pale bwana? Mjomba amekuja leo hapo? Kaja karibuni mara ngapi nimeonana naye. Hapa amekuja. Hapa kafika. Sasa kapajuaje hapa? Anasema kameuliza kamefika hadi hapa. Lakini kamechoka. Bwana wewe. Kamechoka, kamekondeana. Na hapo zile nywele kazifuga zimekuwa kubwa hivi akitokea kwa mbali utadhani muembe unatembea. Au kama analima mchicha. Nywele zimekuwa hizi, zimemkondesha. Kachoka. Achana naye huyo. Sasa hivi ana maisha, achana naye. Si tule bata hapa. Maana maisha. Achana naye. Sasa ndio maisha mjomba. Kati yule atakuganda tu. Achana naye tena kaka. Mjomba wewe. Wale wengine wameweka kwenye friji. Wale kuku. Tunakula kuku. Usikianja kuku bia, kuku bia. Yaani mimi sichoki kwenye hivyo. Hivyo? Sichoki wewe. Wewe unaijua ndio ile niipa. Niipa ya mabibo sasa ile. Niipa pombe ya mabibo. Sisi tulikuwa tunaisafiria ile hadi kusini kule. Unapiga badala ya kurudi huku nyumbani kwako unaelekea njia ya Mozambiki. Unaenda kustuliwa na wale usalama nini wale askari wa nini wa uhamiaji wale. Wewe mzee una kitambulisho unakuja huku Msumbiji? Nimefika Msumbiji unarudi tena kwetu. Niipa hiyo. Hiyo haina mchezo. Kuna nyingine nilikutana nayo Morogoro hiyo. Hiyo watu wanakunywa hakuna kupiga kelele. Ukikohoa tu umeharibu. Pingu unafunga huko kwenye miguu. Yaani ukifanya
Umeharibu. Yanateremka huko. Pingu hiyo kimya baadhi yake watu hawani kwa sababu hutaki kuongea. Uhema kwenyewe unahema kwa kunyata. Unasikilia vipi huko na bado kuzima. Hiyo pingu iko Morogoro peke yake. Si Tanzania tuna vivutio vya utalii vingi. Hiyo pombe ya pingu mzungu haijui hiyo. Na ukipeleka mzungu kwenye kilabu ya pombe ya pingu unaweza kumuua. Au aende na ndoo yake akae juu ya ndoo. Yaani kifanya anajaza kindoo mnatupa mnamrudisha. Sasa hiyo mjomba, hiyo pingu shakutumia? Pingu? Kwa leo ulikuwa unashusha? Kimya, yani mashariki yake ukae kimya. Mjomba unaniingiza chako. Mimi siku moja tu ndio niliwahi kuangusha mizigo. Mjomba bwana una maswali gani? Jamani maisha raha. Yaani najuta nimechelewa kuja kwako mjomba. Ilitakiwa ni wahi. Sasa hizi zikiisha tunaagiza zingine. Sawa. Leo tunakesha. Haina shida. Mimi chumbani kwangu si hapo atoko kutambaa nafika. Nikishindwa kutambaa si hapa ndipo ndani kwetu bwana. Alafu kesho nikumbushe. Nataka nikupeke shopping kidogo ukatafute nguo za kuvaa. Nikupitishe saluni kidogo vitu safi kwa saluni naenda kunyoa nini? Sasa unafanywa scrub. Mambo ya kimjini mjini yale. Upata cheni kali kama hii ya kwangu. Uwe safi ya. Ewa. Unajua mimi kaendi sambasi tu. Jua lilinitaka sasa hivi tunaona narudisha rangi. Narudisha kabunene kangu. Mjomba bwana. Bwana bosi, jua linawaka. Jua lina au utasema kama kuna majua mawili vile. Yanavowaka. Bwana. Au nikupe labda na kijiandazi. Hamna shida. Ngoja nikupe tu hii pesa yako. Bosi, unajua bosi unaga baya. Bosi Rama huyo. Ila bwana mimi katika daftari langu la matumizi pale kuonga. Hakuna. Sijaona kabisa hakuna pale kuonga bosi. Sawa kaka. Bwana. Hamna shida. Bosi Rama pende sio Rama. Bosi tajiri mwenyewe. Unaga baya. Vipi bosi mfumo umetoboka? Hamna, nakupa hela yako. Bosi Rama PDC mwenyewe. Bosi sikupinge. Mimi sikupinge. Bosi Rama. Vipi? Kaka ujue nilikuwa na hela hapa. Sasa nashangaa. Ni muda sio mrefu lakini sioni. Hela imepotea. Yaani ghafla tu nilikuwa na shilingi 10,000. Sasa nashangaa najipapasa sioni. Na sijatoka mbali. Angalia vizuri sasa labda mfuko wako umeangalia. Sioni kabisa mfukoni. Basi mimi nakuamini bosi Rama. Basi wewe nenda nyumbani. Labda utakuwa umeacha nyumbani. Baadaye utanipitisha mimi nipo hapa. Mimi nafunga saa 5, saa 6 mida night call ndo nafunga hapa. Sawa basi nitakuletea. Mimi najua unaweza kupoteza hela labda umeisahau nyumbani mambo mengi. Shukrani sana. Leo umechoka kidogo. Nitakuletea kaka. Jomba. Kachongo bwana. Hapo Waswahili wana maneno yao. Wanaona bia inaongeza tamu, bia inaongeza hospitali ya waeke. Yaani ilikuwa kila mgonjwa mnamwekea pale za kwake 5 aliyepungukiwa damu. Ni kweli bia. Anazikumuta. Bia inaongeza damu. Tungejaa wengi kila mtu anasema mimi sina damu, sina damu mnaongozana hospitali pale kila mtu akapungukiwa zake. Bia inaongeza damu, bia inaongeza akili. Mjomba hapo unanifunga kakamba. Yaani ulewe akili iongezeke. Shule zingevunjwa basi watu wangetengeneza mabaa mengi. Watu wanywe na akili. Ukifikiria wenye pesa wote, tajiri wote wanakunywa bia. Ukinywa bia na akili inaongezeka. Wewe subiri unywe siku 2 3 uone akili itaongezeka. Yaani utakuwa tajiri. Pasingekuwa na mashule haya. Ungekuwa unakusanya watoto wako mnatandika mnakuwa na akili nyingi, si ndio? Sasa ndio hiyo njia sasa hivi tuwaambia sasa watu kuanza sasa hivi. Mtoto akitaka mtoto kidogo hapo.
Sasa hivi tuambie watu vizuri. Kama ukitaka familia yako ina akili, kuanzia umri mdogo, apeleke baba. Unamgonga bia wewe, unamgonga bia. Akaenda chumba cha mitihani, anapasua. Anapata A. Hata kwenye mitihani anafuata nini wakati akili ishaongezeka? Yaani natoa kitoka hapo, aende akatafute gorofa, atafute Range Cruiser, atafute yaani si akili nyingi. Asingejenga mashule. Na ingekuwa tunajenga mabaa kila kona. Mjomba kula nyama. Mbona sasa unakuwa nishaanza kushiba. Kula nyama mjomba. Yaani hapa niko top. Mfupa huu achana na kula nyama hii hapa. Mjomba sisi wazee wa zamani hata mua tunapenda kifundo. Kula nyama mjomba. Yaani hapa nimeshaanza kushiba hapa mjomba. Unajua mjomba ni mama. Nataka ule nyama. Mjomba ni nani? Mjomba ni mama. Mbona sina maziwa? Mjomba ni mama. Mama nani sasa? Wewe mjomba ushamkuta leba wewe? Mjomba. Anajifungua. Acha hizo bwana mjomba. Basi mjomba, sio kuninyanyasa sasa. Usijua ni palazi. Usijua ni palazi mjomba. Natengua. Mimi nasusa bwana. Hapana, natengua kauli. Na nijua mimi kwa kususa. Atengua kauli. Mjomba ni baba. Hapo sawa. Mjomba? Baba. Baba. Mjomba wapi? Leo tumeenjoy kama mjomba. Sasa nikuchukue zile kwenye fridge nikuletee? Mimi natosha hapa, natosha. Mimi na mtindo nikinywa hizi za kizungu hizi kichwa kinapasua hapa asubuhi mpaka nipate supu kali kubwa. Hivyo hapo jiandae na kaira na supu asubuhi. Ipo hivi. Kidali kile chemshwe. Wela ipo. Basi hakuna kaza tena. Leo nipate la nyingi sana. Hapa mimi na tatizo lingine. Nikinywa nikipitiliza naanza matusi. Sasa nikikutoka naye ni kama nimemtukana mtoto wa dadangu. Mimi wananijua kule kijijini. Nikinywa mdomo wangu mchafu. Sio kwamba ungepigwa mswaki yani maneno yanayotoka ya ovyo. Mpaka wananisusa wananiachaga bana ondoka peke yao. Mimi ninavojua wazee wa zamani wakinywa pombe kama hizi. Kile Kiingereza kile kinapanda. Unajua Kiingereza chapu. Yaani Kiingereza kimetengenezwa na pombe. Ninakusikia. Kwa nini kisipande kizigua, kisipande kingoni, kipande kingine kujiendekeza tu, kujiendekeza. Kama kweli Kiingereza nini pombe inaongeza lugha. Kwa nini tusiongee lugha vya kwetu? Tunakimbilia Kiingereza au kwa nini usiongee Kijerumani? Maisha maisha